Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni katika muendelezo wa darsa zetu, na leo tutaendelea na kuzungumzia siri za majina ya Mwenyezi Mungu mazuri wa fawaiduha, na faida zake. Ndugu zangu watazamaji, katika sehemu ya kwanza tuliishia jina la 9, Kwa hivyo leo tutaanzia jina la 10. Jina la 10 ndugu zangu, miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu ni Al-Fattahu. Taib, sasa wanawachuoni wanasema man araddada smullahi al-Fattahu, wanasema mwenye rudia kulitaja jina la Mwenyezi Mungu Al-Fattahu, yani akawa na tabia ya kusema ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu baada salati al-fajri, baada ya swala ya al-fajri, wadi'an, yani baada ya kuswali salatu al-fajri, wadi'an, hali ya kuwa ameweka yadahu, mkono wake, ala sadrihi, juu ya kifua chake. Wanawachuoni wanasema adhhaba Allahu anhu ghaflatuhu, Mwenyezi Mungu atamuondolea usahaulifu wake. Kwanza hatakuwa na tabia ya usahaulifu. Wasahila lahu kullu umuri hayatuhu, na Mwenyezi Mungu atamrahisishia mambo yake yote ya maisha yake, yani mambo yake yatakuwa rahisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atamrahisishia, hakuna jambo litakuwa gumu kwake maishani. Taib, ama jina la 11, jina la 11 Al-Hakam. Wanawachuoni wanasema man dhalla yuraddiduhu laylan, mwenye kuendelea yuraddiduhu, kulirudia laylan, usiku kucha, jina la Allah Al-Hakam, ya Hakam, ya Hakam, ya Hakam. Sasa yule atakayekuwa ni mwenye kuendelea kulirudia laylan, usiku kucha, hata salati al-fajri, yani hadi wakati wa swala ya alfajiri, basi wanawachuoni wanasema zadallahu naqa'u qalbuhu, Mwenyezi Mungu ataongeza usafi wa moyo wake. Mwenyezi Mungu atamuongezea usafi wa moyo wake, atakuwa na moyo safi, moyo wa huruma, moyo wa upendo. Wa manahahu ridha, na Mwenyezi Mungu atampa ridhaa, wa saada, na furaha, bima qasamahu lahu, kwa kile alichomgaia, yani kile alichogaiwa na Mwenyezi Mungu, atakuwa ni mwenye ridhaa fi dunia, hapa duniani atakuwa ni mtu mwenye kuridhia na furaha kwa kile alichogaiwa na Mwenyezi Mungu. Naam, ama jina la 12 na 13, Al-Ghaniyu na Al-Mughni. Al-Ghaniyu na Al-Mughni, sawa. Na wachuoni wanasema man dawama alaihi aghnahu Allahu an kafatil bashari, wanasema mtu yoyote mwenye kudumu kulitaja jina hili, majina haya mawili Al-Ghaniyu na Al-Mughni, mwenye kudumu kuyataja, aghnahu Allahu, Mwenyezi Mungu atamtosheleza, an kafatil bashari, na wanadamu. Maana yake Mwenyezi Mungu atamjalia hatokuwa ombaomba kwa wanadamu, na wala hatohitaji kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu atamtosheleza, Mwenyezi Mungu atamtajirisha. Taibu, hilo ni jina la 12 na 13. Ama jina la 14 Ashahidu. Sasa wanawachuoni wanasema man ghaba anhu shakhsan, mwenye kupotelewa na mtu, yoyote ambaye amepotelewa na mtu, amempoteza ndugu yake, amempoteza rafiki yake, wadaa Allahu bihi,
na akamuomba Mwenyezi Mungu kwa jina hili Ashahidu, basi wanawachuoni wanasema arshadahu Allahu ila dhalatihi, Mwenyezi Mungu atamuongoza kujua alipo yule aliyepotea, au kujua hali yake. Utajua alipo au utajua hali yake, fi waqtin qarib, muda si mrefu. Hilo ni jina la Mwenyezi Mungu Ashahidu, ambalo ni jina la 14. Jina la 15 Adharu. Taibu, wanawachuoni wanasema man kana khaifan min zawali mansabuhu, wanasema yeyote anayeogopa, man kana khaifan, mwenye uoga, min zawali mansabuhu, uoga wa kupoteza cheo chake, wadhiya'u a'maluhu, na kupoteza kazi zake. Kwa mfano mtu akawa na hofu ya kusimamishwa kazi au kushushwa cheo, akapoteza cheo chake, basi wanasema faliyadu Allah bismihi dharu, amuombe Mwenyezi Mungu kwa kutumia jina Adharu, liyahfadhahu min kulli su'i, ili Mwenyezi Mungu amuhifadhi na kila ovu, wa yub'idu anhu kulla dharar, na Mwenyezi Mungu amuepushie kila madhara. Mwenyezi Mungu amuepushe na madhara, yani mwenye kudumu kulitaja jina hili Adharu, ya dharu, basi Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na utukufu wake atamuepushia madhara. Taib, ama jina la 16 Alqadiru, wanawachuoni wanasema man qalahu inda kulli wudhu'i, mwenye kulitaja jina hilo Alqadiru, ya Qadiru, ya Qadiru, ya Qadiru, ya Qadiru, inda kulli wudhu'i, kila baada ya kutawadha. Wanawachuoni wanasema qawwallahu qalbahu, Mwenyezi Mungu atauimarisha moyo wake, atakuwa na moyo imara. Wa manahahu alghalaba ala a'daihi, na Mwenyezi Mungu atampa ushindi juu ya maadui zake. Allah atampa ushindi juu ya maadui zake. Maana yake kama unataka ushindi, uwashinde maadui zako, litaje sana jina la Allah Alqadiru, hususan baada ya kutia udhu, litaje sana hilo jina kwa idadi utakayoiweza. Ukiweza mara 99, mara 111, ukiweza mara 313, litaje sana, utawashinda maadui zako kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ama jina la 16 Alqahiru, 17 Alqahiru, wanawachuoni wanasema man daa qailan, yoyote mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu, atakayeomba au tuseme hali ya kuwa ni mwenye kusema ya Qaharu, wanawachuoni wanasema adhhaba Allahu anhu alhammu walghammu, kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuondolea alhamu, wasiwasi. Kama alikuwa ni mtu mwenye wasiwasi wa jambo lolote, ile mtu ulikuwa una wasiwasi nalo, basi Mwenyezi Mungu atakuondolea huo wasiwasi. Walghammu, na huzuni, kama ulikuwa una huzuni, ulikuwa una msongo wa mawazo, wanaita stress, ulikuwa una stress, basi wewe litaje sana jina la Allah ya Qaharu, ya Qaharu. Wanasema wa qahira lahu khusumahu, na pia Mwenyezi Mungu atamjalia, atawashinda maadui zake. Wa qahira lahu khusumahu, na atawashinda maadui zake. Wa makanahu minhum, na Mwenyezi Mungu atampa uwezo wa kuwatawala wale maadui zake, huyu mtu atawatawala. Ama jina la 18 ndugu zangu watazamaji, Alqawiyu, jina la 18 Alqawiyu, wanawachuoni wanasema man qalaha fi yaumihi, mwenye kulitaja jina hilo kila siku
mi'ata marra, mara 100, azala Allahu anhu dha'fuhu wa qillatu hilatuhu, Mwenyezi Mungu atamuondolea udhaifu wake na uchache wa uwezo wake. Atakuwa ni mwenye uwezo wa kufanya majambo na hatakuwa dhaifu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizo ndio siri na miujiza ya majina ya Mwenyezi Mungu mazuri na faida zake, na hii ni sehemu ya pili. Ndugu yangu mtazamaji, usikose kuendelea kufuatilia mwendelezo wa darasa hii sehemu ya 3 mpaka pale tutakapomaliza kutaja siri na miujiza ya majina ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Imamu Shaabani Ramadhani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.